Kwa jina naitwa Mchungaji Amiki JD. Huduma yangu inapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, mjini Moshi. Na kukaribisha ili uweze kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu. Soma neno, fanya neno. Na kufanya neno ni na neno ni daima mbele. Tanzania kwa Yesu. Tanzania hii kwa Yesu. Haleluya. Basi somo letu la leo linasema sio mimi. Haleluya. Sasa ni wewe na kufundisha useme wewe, sio wewe, na mimi sio mimi. Kwa hiyo kwa nafsi yako, hebu tuseme mara 3. Sio mimi. Sio mimi. Sio mimi. Sio mimi. Sio mimi. Sio mimi. Haleluya. Amen. Sasa kwa nini somo hili limewekwa namna hii? Kwa sababu katika dunia hii kuna matishio mengi ambayo yanatishia maisha ya watu. Haleluya. Na sio kutishia tu, ni kweli watu wanaangamizwa kwa mambo mengi sana. Mambo mengi yanaangamiza watu, lakini cha kwanza kinachoangamiza watu ni kifo. Watu wanakufa wakati mwingine wasingekufa kabisa kama wangeelewa haya tunayojifunza sisi. Haleluya. Sasa kuna vifo vya namna nyingi vinaua watu, na kweli wanakufa, lakini sisi si miongoni mwa watu watakao kufa kwa jinsi hiyo. Haleluya. Ndio maana kipengele A katika sehemu yetu ya kwanza tumesema watu wanaangamia kwa vifo kutokana na magonjwa. Jamani, magonjwa hayaui watu. Sasa hivi kuna ugonjwa, huu ugonjwa niliusikia zamani ulikuwa Zaire, Congo DRC. Ebola ndio ilianzia ikapotea. Sasa hivi ugonjwa huu uko Liberia, unaelekea sasa kuingia Nigeria. Sasa ni Afrika hii ugonjwa huo unaweza kuja mpaka huku. Ni ugonjwa mbaya kweli kweli, ni ugonjwa wa hatari kweli kweli. Akikugusa tu mwenzio amesha kuambukiza, na unaua kwa muda mfupi sana. Haleluya. Ndio maana tulisema kanisani ndiko yanakofundishwa maisha. Utasoma na kusoma, utaelimika na kuelimika, lakini kuna mambo hutayajua mpaka utakapoingia kanisani. Na kanisani sio mahali popote watu wanashika Biblia. Kanisani ni mahali ambapo neno la Mungu linasomwa na kutafsiriwa, na ule uhai wake unaonekana waziwazi. Haleluya. Amen. Sasa magonjwa yanayoangamiza watu sio Ebola tu. Kuna ukimwi, kuna kansa, kuna presha ya kupanda na ya kushuka, kuna kisukari, kuna sickle cell anemia, na kuna magonjwa mengi mbali mbali. Na kweli yanaangamiza watu, na kweli watu wanakufa. Haleluya. Lakini hayo yote hayatanipata mimi wala wewe katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Magonjwa hayo hayatanipata mimi wala wewe katika jina la Yesu. Kwa sababu wewe umezaliwa upya mara ya pili kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Neno la Mungu limebeba uzima, na uzima ambao uko ndani ya neno ni uzima wa Mungu mwenyewe.
Na uzima wa Mungu hauwezi kuuawa na ugonjwa unaotoka kwa shetani au unaotoka hapa duniani, katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini tunafikia tunaringa namna hii? Ni kwa sababu Mungu amesema mawazo ya Mungu na njia za Mungu ziko juu sana kuliko mawazo ya ulimwengu, kuliko mawazo ya dunia, kuliko mawazo ya wasomi, kuliko mawazo ya kiumbe chochote. Sasa mawazo huwa yanaleta maneno. Kama mawazo ni ya hali ya juu na maneno ni ya hali ya juu, na maneno yanaleta vitendo, vitendo vya hali ya juu, vitendo vinaleta maisha. Sasa maisha yetu sisi ni ya hali ya juu kuliko magonjwa. Kwa hiyo usiogope kitu kinaitwa Ebola, kinaitwa ukimwi, kinaitwa kansa, kinaitwa pressure, sijui homa, ugonjwa wowote haufanyi kazi kwako, kwa sababu wewe na Mungu ni kitu kimoja. Haleluya. Na neno la Mungu liko hai, tena lina nguvu, tena ni kali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Sasa uhai wa neno lililobeba uzima wa Mungu unapokuingia wewe, unakuwa na ujasiri kushinda vifo vyote vya aina zozote za magonjwa yenye majina na yale yasiyo na majina. Haleluya. Hasa nataka nikuonyeshe katika Biblia kwa nini inafikia tunasema maneno haya. Kwenye Zaburi hii 91 mstari wa 2 mpaka wa 10 hapa nasoma kwa jina la Yesu. Nimesema vifo vya magonjwa havinihusu mimi wala havikuhusu wewe. Kwa sababu gani? Ni Mungu amesema. Amesema wapi? Kwenye Zaburi 91 mstari wa 2 mpaka ule wa 10. Nasoma kwa jina la Yesu. Haleluya. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Haleluya. Kwa nini kifo hakikuwezi? Kwa sababu Bwana ndiye kimbilio lako. Kwa sababu mahali alipo Bwana ndipo ulipo wewe. Umeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho, na kupitia neno la Mungu ambalo ni roho umebadilika, na wewe umekuwa na sifa za roho, na hakuna roho inayokufa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Tuendelee mbele. Mstari wa 3 unasema hivi: maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Huyu Bwana tuliyemkimbilia kupitia neno lake, kupitia ukweli wake, kupitia mawazo yake, ana uwezo wa kukuokoa katika mtego wa mwindaji. Kuna vitu vinawinda watu viwaue. Haleluya. Wewe utaokolewa katika mtego wa mwindaji katika jina la Yesu. Amen. Mimi nitaokolewa katika mtego wa mwindaji katika jina la Yesu. Amen. Watanasa wengine lakini sio mimi. Amen. Watanasa wengine lakini sio wewe. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa sio mtego tu wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Tauni ni magonjwa ya kuambukiza. Mungu akisha kuokoa katika mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo, ina maana hutakufa. Miongoni watakao kufa sio wewe, miongoni watakao kufa sio mimi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atakuokoa katika Ebola katika jina la Yesu. Amen. Atakuokoa kwenye ukimwi. Amen. Atakuokoa kwenye kansa. Amen. Atakuokoa kwenye pressure. Amen. Atakuokoa kwenye kisukari. Amen. Atakuokoa kwenye magonjwa yote yanayoua watu. Haleluya. Hebu twende mbele kidogo. Mstari wa 4 unasema, kwa nini utaokolewa? Kwa nini hutakufa? Kwa nini we hauko miongoni mwa watu ambao utakufa? Kwa sababu neno la Mungu linasema kwenye Zaburi 91 mstari wa 4, kwa manyoya yake atakufunika. Kwa manyoya yake atakufunika. Utafichwa. Uhai wako umefichwa. Kumbuka kwenye Kolosai 3 ile mstari wa 2 mpaka ule wa 3. Anasema kwa kuwa tulikufa na uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Sasa uhai wako umefichwa. Kama uhai wako umefichwa upatikane. Hicho kinachoua watu kinakuwa kimeupata ule uhai. Uhai wako hauwezi kupatikana kirahisi.
Haleluya, haleluya. Uhai wa watu wengine utapatikana, lakini sio wewe. Haleluya. Uhai wa watu utapatikana, lakini sio mimi, katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu tazama mahala pengine, anasema chini ya mbawa zake utapata kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Mungu atakuficha, Mungu atakufunika, na akisema amesema, na ni ukweli, katika jina la Yesu. Haleluya. Tuendelee mstari wa 5. Sasa kama umefunikwa namna hiyo, umefichwa namna hiyo, hutakiwi kuogopa. Hutakiwi kuogopa chochote mchana wala usiku. Haleluya. Hebu mtazame mwenzako, mwambie maneno haya katika jina la Yesu. Mwambie hutakiwi kuogopa. Iwe ni mchana au usiku, hutaogopa. Kwa sababu umefichwa. Umefichwa. Uhai wako hauonekani, katika jina la Yesu. Wengine watakufa, lakini sio wewe. Wengine watakufa, lakini sio mimi, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa 5. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Haleluya. Wanachoogopa watu wengine, we akikuhusu. Haleluya. Na wanachoogopa watu wengine, hicho ndio kinakuogopa wewe. Haleluya. Wewe na Mungu ni kitu kimoja. Mahali lilipo neno ndipo alipo Mungu. Haleluya. Na neno litazidi kushinda kwa nguvu, katika jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa 6. Wala tauni ipitayo gizani. Haleluya. Nianze tena kidogo hapa. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Tauni inapita gizani na uwele unaharibu adhuhuri. Kuna ugonjwa wengine unaambukiza mchana peupe. Kuna ugonjwa unaambukizwa mchana. Umetoka nyumbani, umekwenda ofisini vizuri, kufikia saa 7 saa 8 unaanza kusikia kizunguzungu, unaanza ueleweki, unakimbizwa hospitali. Hicho kitu hakitakupata wewe, katika jina la Yesu. Haleluya. Maambukizo ya usiku, umelala vizuri, kufika saa 7 saa 8 usiku, saa 9 mtu unaona amezidiwa. Hicho kitu hakitakupata wewe, katika jina la Yesu. Ndio maana sio mimi, sio wewe, katika jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa 7. Pana maneno ya kutisha sana na mazito. Anasema hivi: ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako. Haleluya. Watu 1000 waanguka ubavuni pako. Inawezekana una majirani, au inawezekana uko na watu kwenye basi, uko na watu kwenye mkutano, uko na watu sokoni, uko na watu dukani, uko na watu kanisani. Maana makanisa yako namna nyingi. Watu wataanguka ubavuni mwako 1000. Haleluya. Na sio 1000 tu. Hebu tutazame. Naam, 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Hicho kinachoangusha watu, kinachoangamiza watu, kinachoua watu 1000 upande mwingine, 10,000 upande mwingine, ina maana watu 11,000 watakufa, lakini wewe hutakufa, katika jina la Yesu. Haleluya. Sio mimi wala sio wewe, sio damu yako wala sio damu yangu, sio familia yako wala sio familia yangu. Hatuhusiki na mambo hayo, katika jina la Yesu. Haleluya. Tazama mstari wa 8, Zaburi 91. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Mabaya utayaona kwa macho yako, na utaelewa ni kwa sababu hawaelewi hicho unachoelewa wewe. Wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukikosa maarifa ya Mungu, hutaitwa mtenda haki hata siku moja.
kwa sababu huwezi kumwabudu Mungu katika roho kama hujui kweli. Kinachotakiwa ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hasa kama hujui kweli, huwezi kumwabudu Mungu katika roho, utamwabudu Mungu katika mwili, na mwili ndio unaowindwa uwawe. Ukimwabudu Mungu kwa mwili unatafuta kufa. Hasa sisi tunamwabudu Mungu katika roho. Kwa hiyo tunajiwekea garantii ya nini? Ya kuishi maisha marefu katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Hebu tutazame mstari wa 10. Wa 9 huu tuuruke. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Haleluya. Hebu mwambie mwenzio, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Ebola haitakaribia hema yako. Ukimwi hautaigusa damu yako. Kisukari hakitakupata maishani mwako. Kila ugonjwa unaotisha, iwe ni kansa, sickle cell, pressure, haitanipata. Haleluya. Watapata wengine lakini sio mimi. Sema watapata wengine. Kwa sababu hawana maarifa. Maarifa haya ya Mungu ya kuniponya, kunilinda, kunitetea, kunificha, wengine hawana. Ndio maana mabaya yatawapata, lakini sio mimi. Sio mimi. Sio mimi. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Tutazame andiko lingine la kututia moyo kwenye Zaburi, ile sala ya Bwana. Zaburi 23 mstari wa 4. Zaburi 23 mstari wa 4. Tusome kwa pamoja. Haleluya. Hebu sema hivi: naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Haleluya. Bonde la uvuli wa mauti sio mzaa. Ni mahali ambapo ukienda unakufa. Ni mahali ambapo ukienda unapata maafa. Ni mahali ambapo ukienda unaangamia. Lakini wewe hutaogopa, kwa sababu aliyeumba hicho kinachoangamiza wengine yuko na wewe siku zote. Haleluya. Anaposema niko pamoja na wewe hata ukamilifu wa dahari, ni kweli. Anaposema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa, ni kwenye bonde la uvuli wa mauti. Ni mahali ambapo panaua, mahali ambapo watu wengine wanakufa. Haleluya. Haleluya. Hicho kitu hakitakupata wewe wala mimi wala familia yako wala watoto wako katika jina la Yesu. Haleluya. Hata ikitokea bahati mbaya umejikwaa, umekosa kutenda haki, umefanya dhambi, bado mahali hapo unatoka salama katika jina la Yesu. Haleluya. Zaburi 103 mstari wa 3 mpaka wa 5 unasema hivi: wakati utakapokuwa umejikwaa kwa bahati mbaya, hasa neno la Mungu linasimama na wewe, linasema akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Haleluya. Umekosea, wewe ni binadamu, si kamili. Binadamu si kamili, unaweza kukosea. Injili si kwa sababu ya kuhukumiana. Injili sio kunyoosheana vidole. Injili ni kuokoana. Haleluya. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Kwa hiyo hafi mtu katika jina la Yesu. Kama watakufa sio mimi, kama hawaponi
sio mimi. Mimi nasamehewa na ninaponywa na uhai wangu unakombolewa, hauingii kaburini katika jina la Yesu. Amen. Na wewe hutaingia kaburini katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Isipokuwa utaishi miaka mingi mpaka uzeeke. Maana imeandikwa, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Haleluya. Utaishi mpaka rasilimali zako ule we mwenyewe. Hutajenga nyumba akae mtu mwingine. Hutalima shamba wale chakula watu wengine. Haleluya. Hutafungua mradi alafu watu wengine wanasubiri kurithi kwa sababu eti unakufa. Hafi mtu hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna miradi inayokufa. Mradi wa mtu unaweza kufa. Mradi wa shetani unaweza kufa. Tena yeye ndio muuaji, muharibifu, mwizi. Yeye ndio anachakaza. Yeye mwenyewe amechakaa. Ndio maana miradi yake shetani imechakaa. Sasa kamata pointi hii. Wewe ni mradi wa Mungu. Mradi wa Mungu huwa haufi. Haleluya. Wewe ni mradi wa nani? Mradi wa Mungu unaweza kufa? Aliyekuumba wewe ni Mungu. Aliyeumba dunia ni Mungu. Anayesimamia dunia ni Mungu. Aliyekuokoa wewe ni Mungu. Anayekuendeshea maisha yako wewe na kukulinda na kukusaidia na kukufundisha na kukutetea ni Mungu. Wewe ni mradi wake. Amen. Haleluya. Mradi wa Mungu huwa haufi wala hauharibiki. Haleluya. Hebu mnyoshee kidole mwenzio kwa ujasiri kabisa. Mwambie wewe ni mradi wa Mungu. Mradi wa Mungu huwa hautetereki, haufi wala hauharibiki. Unasonga mbele mpaka mwisho. Haleluya. Glory to God. Zaburi 118 mstari wa 17 imemaliza kazi. Haleluya. Hii Zaburi 118:17 imemaliza kazi. Haleluya. Imesema hivi, sitakufa bali nitaishi. Haleluya. Sitakufa bali nitaishi. Watakufa wengine lakini sio mimi. Haleluya. Imeandikwa hivi, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Kwa nini naendelea kuishi? Ili nimtukuze Mungu. Ili Mungu apate kuogopwa kupitia mimi. Mungu apate kuheshimiwa kupitia wewe. Watu wazidi kuokolewa na kuja kanisani kwa sababu yako. Wanapoona wanapukutika 10,000 na 1,000 upande huu, watu 11 waona watazama, wale waliobaki watakuja kwako. Haleluya. Kwenye bonde la uvuli wa mauti kila aliyepita amekufa, umebaki wewe. Watu hawatakuja. Hawatakuja. Waje kufanya nini? Kuuliza kwamba hebu bwana kulikoni, hebu umefanyaje bwana? Ulimeza nini? Naambia nilimeza neno katika jina la Yesu. Haleluya. Methali 10:27 kila siku tunaisema. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Sasa wewe hujafa, maana yake siku zako zimeongezwa. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Ndio hao 1,000 upande huu, 10,000 upande huu, na wewe utatazama kwa macho yako hivi. Na watu watakufuatilia kama nyuki. Sasa hivi wanaweza kudharau, wanaweza kusema, wanaweza kubeza, lakini watakapokuja wale mabingwa wale wanaoitwa Ebola, wanaoitwa kansa, pressure, kisukari, mabingwa watakapokuja watakutafuta. Haleluya. Sasa hivi mambo yanayokuja, elimu haisaidii tena. Daktari anaweza kukuvunja moyo. Haleluya. Daktari anaweza kuvunja moyo. Ndio maana hospitali mochwale ipo. Kanisani kuna mochwale? Kuna mochwale hapa? Hakuna vifo hapa. Haleluya.
Hapa hakuna vifo vya magonjwa. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akomboa uhai wako na kaburi. Haleluya, haleluya. Kaburi walilokuchimbia kwenye ulimwengu wa roho nalifukia katika jina la Yesu. Haleluya. Ninabatilisha kikao kilichokaa kuzimu ili kukuua wewe katika jina la Yesu. Nafuta maneno yote na zile ajenda zilizoandikwa, makabrasha yale, na achoma kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Haleluya. Hiyo tarehe yao waliopanga, watakapokutazama wataona wewe ndio unang'aa zaidi. Haleluya, haleluya. Tutazame kitu kingine kinachoua watu, sio magonjwa tu. Watu wanaangamia kwa vifo kutokana na ajali za angani, majini na barabarani. Hata hivyo, hayo hayatanipata mimi wala wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Kila safari utakayosafiri kwenye gari, utakwenda na kurudi salama katika jina la Yesu. Ukipanda ndege, utasafiri huko unakokwenda na utarudi kituoni kwako salama katika jina la Yesu. Ukipanda meli, utasafiri na kuenda na kurudi salama katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ni Mungu amesema. Haleluya. Na Mungu akisema amesema. Hakuna neno gumu linalomshinda Mungu. Dunia yote iko mikononi mwa Mungu. Mungu hawezi kuvumilia gari inaanguka na wewe uko mle ndani katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa kama hutakufa kwa magonjwa na kufa kwa ajali bado ni kifo, hakikuhusu pia katika jina la Yesu. Glory to God. Tutazame sasa ushahidi. Zaburi 91 mstari wa 11 na wa 12. Atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Unasafiri barabarani, umepanda ndege, umepanda meli, umepanda boti, umepanda pikipiki, umepanda helikopta, nini umepanda, unasafiri katika njia zako zote. Haleluya. Atakuagizia malaika zake wakulinde. Mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Haleluya. Haleluya. Zaburi 34:7 inasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao, maana wanasafiri na kuwaokoa. Amen. Haleluya. Amen. Mahali popote utakaposafiri, usiogope. Utafika na utakwenda kufanikiwa na utarudi salama kuleta ushuhuda katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu gani? Wewe uko mikononi mwa Mungu. Unaposafiri uko mikononi mwa Mungu. Hakuna anayeweza kukutoa kwenye mkono wa Mungu. Haleluya. Ila Mungu anaweza kukutoa hata ukijificha katikati ya tumbo la shetani. Haleluya. Ukijiunganisha na mashetani, ukajificha katikati ya tumbo lake, Mungu atakufuata hapo hapo anakutoa, maana shetani ni kiumbe cha Mungu. Lakini ukiwa mkononi mwa Mungu, Mungu wetu ni moto ulao. Shetani hawezi kusogelea hapo kuangusha gari ambayo umepanda wewe, kuangusha ndege ambayo umepanda wewe, kuzamisha meli ambayo wewe umo. Haleluya. Si mna habari kuna ndege imepotea hapa duniani. Ndege ya Malaysia ilikuwa ikisafiri, haijafika kule ilikokuwa inakwenda na haijulikani imeangukia wapi, na imepotea mpaka leo. Wataalamu wamekuna vichwa mpaka vipala vimetokea, hiyo ndege haijaonekana. Wewe utapotea namna hiyo. Haleluya. Ila unaweza kwa kuatia moyo ukasema maneno haya. Hebu mwambie mwenzio, mwambie laiti ningekuwemo kwenye ndege hiyo
huko ilikopotea isingeenda, ingefika salama, kwa sababu mimi ni mtoto wa mfalme. Imeandikwa hata wafalme watakemewa. Usimguse masihi wangu, usimdhuru nabii wangu, kwa sababu mimi niko mkononi mwa Mungu na dunia yote ni ya Mungu. Ningetoka salama na wengine wangepona kwa sababu yangu. Haleluya. Yohana 10:28. Sikiliza maneno haya. Ni Mungu anasema, ni mawazo ya hali ya juu sana. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Ungekuwemo wewe, wasingepotea. Wewe hutapotea, hukuandikiwa kupotea. Sasa wao wamepotea kwa sababu hukuwemo wewe. Haleluya. Na ndio maana hivi vitu inabidi wafanye kila njia, na wewe uanze kupanda ndege ili wewe wanapona kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu tuangalie. Wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Kwa maana mimi na Baba tu moja. Haleluya. Kama Yesu na Baba yake ni kitu kimoja, na wewe na Yesu ni kitu kimoja. Yesu ni neno na wewe ni neno. Yesu ni uzima na wewe ni uzima. Yesu ni nuru na wewe ni nuru. Yesu ni mwana wa Mungu na wewe ni mwana wa Mungu. Yesu ni wa mbinguni na wewe ni wa mbinguni. Yesu anajua neno na wewe unajua neno. Yesu ni wa mbinguni na wewe ni wa mbinguni. Ana uzima, anafufua, na wewe una uzima, unafufua katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kifo cha ajali pia hakikuhusu. Watakapopata ajali na kuangamia, hayo hayatanipata mimi wala hayatakupata wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna kifo kingine tena. Watu wanaangamia kwa vifo kutokana na kurogwa na wachawi. Wachawi wapo, Mungu anawajua. Hata kule Misri, wakati Musa anaonyesha ishara kwa kutupa fimbo inageuka nyoka, Farao aliwaita wachawi, na wao wakaja na fimbo zao wakatupa, zikageuka nini? Nyoka. Lakini yule nyoka wa Musa akawameza wale nyoka wote wa wachawi. Haleluya. Nyoka wa Musa alikuwa tofauti kidogo. Alikuwa nyoka hatari. Wale walikuwa nyoka kawaida. Haleluya. Kwa hiyo uchawi upo. Ukisoma kwenye Danieli 5 mstari wa 11 na 12, anasema Danieli alifanywa na Nebukadreza mfalme kuwa mkuu wa wachawi, mkuu wa waganga, mkuu wa Wakalidayo, mkuu wa wanajimu. Nani bosi hapo? Danieli alikuwa mkuu wa washirikina. Maana washirikina wakishindwa kila kitu wanamuita Danieli. Na kuna siku Nebukadreza aliwageukia, walishindwa kutafsiri ndoto yake na kueleza maana yake. Akasema na wauu. Wakafanya kikao, akasema mnakufa. Mtakuwaje wachawi alafu ndoto yangu hamuijui? Walivyomuita Danieli, akasema uishi milele Nebukadreza. Ndoto yako nitakueleza. Akamueleza ndoto na maana yake. Kwa hiyo hapo hapo akawa mkuu wa wachawi, mkuu wa waganga, mkuu wa Wakalidayo na mkuu wa najimu. Sasa huyo ndio wewe. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ni bosi kuliko mchawi. Ni bosi kuliko mnajimu. Ni bosi kuliko Mkalidayo. Ni bosi kuliko chochote cha kuzimu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa watu wanapoangamizwa kwa kuuawa na wachawi, hayo hayatakupata wewe kwa jina la Yesu. Kwa sababu ahadi zinapoandikwa kwenye neno la Mungu zina uhai na Mungu anazifuatilia. Neno ambalo ametuma haliwezi kumrudia Mungu. Neno hili Mungu analifuatilia lifanye kazi hapa duniani. Neno linaunganisha mbingu na dunia, zinafanya kazi pamoja. Neno linaunganisha Mungu na watu, tunafanya kazi pamoja. Sisi ni watenda kazi katika shamba la Bwana.
Haleluya. Ni wafanyakazi wa Mungu. Ndio maana tunaitwa ni watumishi wa Mungu. Sasa Waisraeli ni taifa teule. Waisraeli wote ni wana wa Mungu. Haleluya. Na ndio maana wokovu unatoka kwa Wayahudi. Ndio maana Yesu ni Myahudi. Anatoka kwa Wayahudi. Kwa hiyo wao kwa kuwa ni wana wa Mungu, na wote waliompokea Yesu Kristo aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uchawi haufanyi kazi kwa mtoto wa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Hesabu 23:23 nasoma kwa jina la Yesu. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Haleluya. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Hakuna uchawi kwako. Watalogwa wengine lakini sio wewe. Watalogwa wengine lakini sio mimi. Kifo kutokana na kurogwa hakinihusu katika jina la Yesu. Amen. Kifo kutokana na uchawi hakikuhusu wewe katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna uchawi kwako. Glory to God. Amen. Ezekiel 13:20-23. Mungu anajua kuna wachawi na wanawinda watu wawaue. Sasa sio wewe wala sio mimi katika jina la Yesu. Amen. Ezekiel 13:20 nasoma kwa jina la Yesu mpaka ile 23. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege. Nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Wachawi wanawinda watu wawaue. Kama uliwahi kuwinda ndege, ndivyo wachawi wanavyowinda watu. Kwa sababu mchawi hana uwezo wa kukuroga kimacho macho. Ndio maana mtu hata kama ni mchawi akiambiwa ni mchawi anakataa. Na sijawahi kuona mchawi anapiga hodi. Hodi, nimekuja kuwaroga hapa. Mko ngapi? Umewahi kuona mchawi namna hiyo? Huyu atakuwa mchawi pumbavu. Mchawi kweli kweli ana roho nzuri kweli. Anaongea maneno mazuri, tena anasaidia watu. Pakiwepo mgonjwa hospitali, yeye ndio anapeleka thermos ya chai, anakwenda kummalizia kwa huruma. Kwenye ulimwengu unaoonekana anaonekana kama ana huruma, kumbe hakuna mnyama kama huyo, anawinda akule nyama. Lakini maskini ya Mungu sisi walokole wakali kama moto. Hebu wao wanaotaka kukuua wanakuua kimya kimya ili usigundue. Ukitaka kula na kipofu usimshike, ndivyo wanavyotufanyia wale. Anakuona wewe kipofu, kwa hiyo hakushiki mkono, anakuletea chai, anasema na wewe kwa maneno mazuri, anakuletea zawadi, lakini zile zawadi ameziunganisha na ulimwengu wa roho ambapo atakuua na mwisho wake atakula nyama. Sasa Mungu anasema mimi niko kinyume na hizo hirizi ambazo mnazitumia kuwawinda watu wangu kama ndege. Nitazitoa roho za watu wangu zisiwindwe tena. Kwa hiyo Mungu anajua kuna wachawi. Sasa hekima hiyo na sisi laiti tungeitumia ya upole, unyenyekevu, uaminifu, uvumilivu, utu wema, fadhili, upole, kiasi, tunda la Roho Mtakatifu tungekuwa nalo, tungeweza kuokoa watu wengi sana. Sasa kwa sababu tunakuwa, Mungu atatusaidia. Haleluya. Bado tunakuwa. Haya ni katika utoto. Tukikuwa tutaacha. Wenzetu wako gizani lakini wanafanya kama wako nuruni. Unafiki umezidi. Sasa katika jina la Yesu, unafiki wao umeonekana na Mungu. Hawatakuweza katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Watawinda watu wengine lakini sio mimi wala sio wewe katika jina la Yesu. Amen. Hebu tuende mstari wa 21. Na leso zenu nazo nitazirarua na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu, wala hawatakuwa katika mikono yenu tena kuwindwa. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa kuwa ninyi mmemhuzunisha moyo
mwenye haki kwa uongo, ambaye mimi sikumhuzunisha, na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya, hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya na kuhifadhika. Basi kwa sababu hiyo ninyi hamtaona tena ubatili wala kutabiri mambo, nami nitawaokoa watu wangu katika mikono yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Haleluya. Hawa watu wanaitia nguvu mikono ya mtu mbaya ili mtu mbaya awe mbaya zaidi. Haleluya. Unapomhubiria mtu mbaya aokolewe na neema ya Mungu, au aende kuombewa, aende kanisani, wao huwa wanaingiza roho ili huyu mtu akatae. Sijui kama mnaelewa hicho kitu. Kila injili au neno la kweli, neno la haki, baraka za Mungu zikitaka kumwendea mtu, wao wanazuia, wanamfanya mbaya kuwa mbaya zaidi. Sasa Mungu anasema watu hawa mnaowawinda roho zao kama ndege hawatawindwa tena. Kama kuna mtu alikuwa anakuwinda, hata kuwinda tena katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ninaagiza moto wa Roho Mtakatifu na malaika wa Bwana kwenda kuharibu kazi zote za ibilisi ambazo zilikuwa zinakuwinda wewe katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kama Mungu amesema, amesema. Amen. Hakuna wa kutangua neno la Mungu. Amen. Glory to God. Amen. Hii Yohana 1:4-5 ni maneno tunayotumia kila siku. Ndani ya neno kuna uzima, na huo uzima ni nuru ya watu, nayo nuru inang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Giza ndio uchawi wenyewe, giza ni uganga, giza ni ushirikina, giza ni mashetani, giza ni nguvu za giza. Wewe ni nuru. Mahali popote nuru na giza vikipambana, giza huo linashindwa tena haraka sana katika jina la Yesu. Amen. Ingia chumba chochote chenye giza, washa ujiti wa kiberiti tu, nuru haitokei. Kama mtu amejificha hutamuona. Kwa hiyo uchawi haukuwezi, kwa sababu we ni nuru. Uchawi ni giza. Kwa hiyo hutakufa kwa kurogwa katika jina la Yesu. Haleluya. Twende Mathayo 16:18 na kufundisha namna ya kujitetea mwenyewe. Mahali ambapo mchungaji hayupo, mama mchungaji hayupo, wana maombi hawapo, umesafiri mbali, uko peke yako, unajiteteaje kwenye kifo? Maana kuna safari ina kifo, kuna vyakula vina kifo, wachawi wapo, kuna magonjwa kuambukiza. Utajitetea vipi? Hii ndio njia ya kujitetea. Haleluya. Haleluya. Sasa tumalizie Mathayo 18, Mathayo 16, Mathayo 16 mstari wa 18. Nasoma kwa jina la Yesu. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Haleluya. Yesu anamwambia wewe ndiwe Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Petro alikuwa ameokoka kama wewe, alikuwa ni mtoto wa Mungu kama wewe, alikuwa analijua neno hili kama wewe, na ndio maana ahadi hii ilikuwa inamhusu. Na wewe kama Petro vile vile, milango ya kuzimu haitakushinda katika jina la Yesu. Watashindwa wengine lakini sio wewe. Watarogwa wengine lakini sio wewe. Haleluya. Watarogwa wengine lakini sio mimi. Milango ya kuzimu hainiwezi katika jina la Yesu. Hasa sema maneno haya wewe mwenyewe. Sema mimi ni sawa na Petro. Mimi ni sawa na Petro. Milango ya kuzimu hainiwezi. 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 Itawaweza watu wengine lakini sio mimi. Sio mimi. Sio mimi katika jina la Yesu. Haleluya. Tunaendelea ndugu zangu. Watu wanaangamia kwa vifo kutokana na kushambuliwa na mapepo ya mauti, kifafa, kichaa na kadhalika. Lakini hayo hayatanipata mimi wala wewe wala watoto wako wala familia yako
Haleluya. Haleluya. Shambulizi la pepo mauti, roho ya mauti ipo. Nimewahi kusikia kabisa wanasema bwana, yule jamaa bwana, saa 4 nilikuwa naye, saa 11 unaambiwa amekufa, ametumiwa pepo la mauti, limemkata. Hicho kichwa hakitakupata wewe wala mimi katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa nini sasa? Kwa sababu hiyo roho ya mauti, huyo ibilisi ambaye anaua watu, mimi nina taarifa sahihi kutoka mbinguni, alishaharibika siku nyingi, alishachakaa siku nyingi. Ndio maana kule kwenye Ufunuo 12 mstari wa 9 anasema yule joka wa zamani amefukuzwa sasa hivi mbinguni, anaitwa wa zamani. Sasa hivi kitu kinaweza kuchakaa kwa sekunde. Shetani alishachakaa, alishaharibika. Kitu kilichochakaa, kitu kimeharibika, kina nguvu tena? Hakifanyi kazi. Shetani hana kazi kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa tutazame kwenye Ibrania 2:14 mstari wa 15. Hii habari ya kufa ilishazimwa kwa neno la Mungu. Nasoma Ibrania 2:14 na 15. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Laiti watu wangejua kazi ya msalaba. Yesu ni mdhamini. Haleluya. Yesu ni fidia. Mdhamini ni mtu anayesimama badala ya mtu mwingine aliyekosa sifa. Hasa mahali ambapo ungekufa wewe, yeye ameshakufa. Haleluya. Ndio maana kuna maana anasema alitulipia deni zetu. Wewe kama una deni dukani, alafu huna habari, mtu akaenda akakulipia ile deni, bado unadaiwa tena? Hasa kama ulikuwa unadaiwa kifo, tayari kuna mtu ameshakufa kwa niaba yako. Haleluya. Kuna mtu kesha kufa kwa niaba yako. Sasa wewe hufi tena, wewe uhusiki, lile deni limeshalipwa, huwezi kudaiwa. Na hata ukienda kulipa, yule ni mwaminifu, hata kubali deni lilipwe mara 2. Yesu ameshakufa mahali pako. Mahali ambapo ungekufa wewe, yeye kesha kufa. Kwa hiyo huna kaburi, atakuokoa na kaburi. Amen. Atakuokoa na kaburi. Amen. Haleluya. Amen. Hasa kwa nini Yesu amekufa? Amekufa ili wewe usife. Hasa unaogopa nini kitu ambacho hakikuhusu? Hebu muulize mwenzio, unaogopa nini? Kifo hakikuhusu. Kuna aliyekufa tayari kwa niaba yako. Nafasi ya kufa imezibwa, huna tena, kwa hiyo hutakufa. Haleluya. Kwa nini Yesu amekufa? Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Haleluya. Sasa ninakupa habari kwamba nafasi ya kufa huna. Yesu ameshakufa ili akuache wewe huru, usiwe na hofu ya kifo. Maanake kifo kwako hakipo. Ujapokufa utakuwa unaishi. Haleluya. Sasa hofu ndio inaua. Mnielewa? Mahali penye hofu Mungu hafanyi kazi. Maanake ni kinyume cha imani. Mahali penye imani tu ndio Mungu anafanya kazi. Mahali penye hofu anafanya kazi shetani. Sasa Yesu amekufa ili akuondoe wewe kwenye mauti. Ili unapoelewa hili, usiwe na hofu ya mauti tena. Usiwe na hofu ya kifo tena, akuache huru. Kwa hiyo unapotembea unajua ninakwenda na nitarudi salama. Ninasafiri na nitarudi salama. Hapa kuna mahala watu wanakufa kufa, lakini sio mimi. Kwa hiyo siogopi. Sasa unapoogopa unajiunganisha na kifo. Haleluya. Kifo kipige teke. Hakipo. Tayari amesha kufa na kaburi lako alipo. Yesu amekufa kwa niaba yako.
Haleluya. Wewe uko huru, umeachwa huru. Miongoni mwa watu watakaokufa sio wewe wala sio mimi, katika jina la Yesu. Haleluya. Hii utaitumia kujitetea wewe mwenyewe. Unapokuwa peke yako, hakuna kanisa, hakuna mchungaji. Kuna kusafiri, ndugu zanguni, ukaenda mahala mbali kwenye biashara au mahali kwenye kijiji, hakuna hata kanisa, ni Waislamu watupu au wapagani watupu, na wachai wamejaa tele. Utawindwa kama ndege. Sasa utakuwa na Ezekiel yako 13:20 mpaka 23. Mimi ni kinyume na ilizi zenu. Najua mnaniwinda kama ndege, lakini mimi niko huru kwa jina la Yesu. Haleluya. Unapolisema neno linafanya kazi, liko hai. Hapana uchawi kwa Yakobo, hakuna uchawi kwa Israeli. Sasa habari za Israeli zitasemwa hapa. Wachawi hamtafanya kazi hapa mpaka siku yangu ya kuondoka, katika jina la Yesu. Haleluya. Zaburi 105 mstari wa 14 na ule wa 15. Hakumwacha mtu awaonee, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Wewe hutaonewa mahali popote. Nimesema kuna kusafiri, kuna kwenda mbali, hakuna mchungaji, hakuna kanisa. Ipo. Utasimama na nini? Utasimama na maombi. Maombi ni ngazi ya chini. Unasimama na ukweli. Ukweli uliotoka kwa nani? Kwa Mungu. Na hilo neno la Mungu lina roho ya Mungu. Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya ni roho, tena ni uzima. Haleluya. Maombi yoyote yasiyotaja neno la Mungu hayana majibu. Unasema maneno yako hayafiki mbinguni. Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Analiangalia neno lake apate kulitimiza, ambalo anasema hata acha mtu awaonee. Hutaonewa katika jina la Yesu. Amen. Hata wafalme atawakemea. Wafalme wanaoonekana na wasioonekana wapo, hawatakuweza katika jina la Yesu. Watakemewa na Mungu. Haleluya. 15 akisema, msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Haleluya. Msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Hili ni neno la Mungu, linasemwa na nani? Na Mungu. Unapolisema we kwenye mdomo wako, ni sawasawa Mungu mwenyewe anasema kwenye mdomo wake. Haleluya. Nataka nirudie hapa, labda watu wataelewa. Unaposema neno la Mungu kwenye mdomo wako, ni sawasawa neno hilo limesemwa na Mungu kwenye mdomo wake. Anaposema hutaonewa, na wewe unasema imeandikwa sitaonewa, ni Mungu anasema usimuone kwa jina la Yesu. Nitakuumiza sasa hivi. Haleluya. Kama mngekuwa mnaelewa vituo vya redio vinapofanya kazi. Haleluya. Matangazo yanatangazwa Dar es Salaam, lakini wewe unasikiliza kwenye redio hapa. Anachosema yule kituoni kule Dar es Salaam ndio inachosema redio. Hasa wewe ndio redio ya Mungu. Haleluya. Na neno ni lile lile, na tangazo ni lile lile, na nguvu ni ile ile katika jina la Yesu. Haleluya. Kwani wewe hujawahi kupiga simu? Hivi unapomsikiliza huyu anayesema kutoka Arusha, mimi Simon niko Arusha, hivi anasema Simon au inasema simu? Sasa wewe ndio simu ya Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo unaposema maneno ya mbinguni, ni mbingu zinasema kupitia wewe, simu ya Mungu hapa duniani. Haleluya. Na shetani anasikiliza kwamba haya maneno yametoka wapi? Nilikofukuzwa, nilikochakazwa, ninakoogopa katika jina la Yesu. Haleluya. Shetani alishalaaniwa siku nyingi, hana lolote. Ni small boy. Shetani ni small boy. Tumepewa amri kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, kwa sababu yuko chini, ndio maana tunamkanyaga. Haleluya. Tuendelee. Vifo kuna cha aina nyingine. Kuna watu wanaangamia kwa vifo kutokana na sumu. Unaweza kutegewa sumu, madawa makali, au hali mbaya ya hewa,
Jamani, sumu haiui, madawa makali hayaui, hali ya hewa ikiwa mbaya haiui. Hicho hakitakupata wewe katika jina la Yesu. Kwa sababu Yesu Kristo alikuja uwe na uzima kisha uwe nao tele. Uzima wako wewe una nguvu kuliko sumu. Uzima wako wewe una nguvu kuliko madawa makali. Uzima wako wewe una nguvu kuliko hali ya hewa ikiwa mbaya. Haleluya. Hivyo vifo vya sumu havikuhusu wewe wala mimi katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa nini tunasema namna hii? Maka nisema mbona wanalinga hii? Ndio tunalinga kwa sababu tunatumia neno la hali ya juu. Wazo la hali ya juu. Tuna maisha ya hali ya juu. Haleluya. Marko 16:18 ndivyo inavyosema, na ni Mungu amesema na atafuatilia neno hili apate kulitimiza. Amen. Haleluya. Amen. Tusome neno hili kwa pamoja. Sema hivi. Imeandikwa kwenye Marko 16:18 watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha. Wakinywa kitu cha kufisha, yani sumu, madawa, hakita wadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya katika jina la Yesu. Haleluya. Wakati huo umetegewa sumu glasi nzima. Wamekupa juisi, kumbe wameweka sumu ya mama. Haleluya. Na kumbe wewe umekwenda hapo kufanya huduma, hali ukiwa umekunywa sumu inayoua watu wengine kwa haraka. Wewe wakati huo unasababisha uzima kwa watu kwa jina la Yesu. 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 Haleluya. Hawatamuogopa Mungu wa namna hiyo. Huu ni ukweli na ni ukweli mtupu. Amen. Ni ukweli na ni ukweli mtupu. Sumu haina kazi kwako. Amen. Kama sumu haina kazi kwako, virusi havina kazi kwako. Amen. Ebola haina kazi kwako. Amen. Bakteria haina kazi kwako. Amen. Nguvu za giza hazina kazi kwako. Amen. Wewe ni nuru, unang'aa gizani, giza halikuwezi. Haleluya. Glory to God. Tunasonga mbele. Habari ya vifo ziko vya namna nyingi, tunaweza kuelezea hapa siku nzima. Hebu tuhame twende eneo jingine. Haleluya. Unaweza usife lakini cha mtema kuni ukakiona. Sasa hata cha mtema kuni mimi sitaki. Haleluya. Mwenzenu sitaki cha mtema kuni. Haleluya. Ingawa watu wanaonewa na maisha katika maeneo mengi, hayo hayatanipata mimi wala wewe katika jina la Yesu. Amen. Sio ile kufa hafi lakini cha mtema kuni anakiona. Hamna. Hakuna kuonewa na hakuna kufa. Amen. Maana tukishia kwenye kufa tu tutakuwa utamu hautakuwa sawa sawa. Kuna eneo watasema sawa, hata kama ufi kila siku kuna likitu, mara umepigwa, mara umeangushwa, mara umeibiwa, mara umeonewa, mara umezulumiwa, mara mateso. Hakuna cha kuteseka katika jina la Yesu. Haleluya. Isaya 54:14 mpaka 17 tusome. Sio tunapinga kifo tu, tunapinga na mateso mengine, shida nyingine, kuonewa. Hakuna. Ni Mungu amesema na itatimia kwenye maisha yako na kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Nasoma kwa jina la Yesu Isaya 54 mstari wa 14 mpaka wa 17. Imeandikwa hivi: utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Haleluya. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kufa hakuna kufa. Sasa watajipanga kwamba okay, tumnyime haki zake, tumuonee, sijifanya hafi. Hawatakuonea na haki zako zote utapata kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Haleluya.
hivi kifo kikubwa namna hiyo kinateleza. Sasa watu wanatunga vitu vidogo vidogo ndio vitakupata. Hakuna kuonewa, hakuna hofu, hakuna kuogopa, maana uko salama salimini. Mungu hata acha we uonewe. Hata wafalme, viongozi, watu wenye madaraka hawatakuonea, watakuogopa kama moto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu ni Mungu anasema, tazama, yamkini watakusanyana, lakini sio kwa shauri langu. Watu wowote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Watakapoona wametumia kila njia hufi. Wametumia uchawi hufi. Wametumia sumu hufi. Wametumia chochote kile ambacho kinaua watu, wewe hufi. Watataka kukuonea. Watataka kukuharibia mambo fulani fulani. Watakusanyana, watafanya mikutano, watafanya vikao kwa ajili yako, wakuangushe. Lakini matokeo yake laana zao zitageuka kuwa baraka. Wataanguka wao, alafu kile kilichokuwa kinataka kukuangusha kitakuongezea sifa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Haleluya. Muhunzi ni mtu anayefua vyuma. Ni mtu anaweza kutengeneza panga, anaweza kutengeneza shoka, anaweza kutengeneza bunduki, anaweza kutengeneza mishale. Mungu anasema sawa, huyo nimemuumba mimi, avukutae moto, akatoa silaha kwa kazi yake. Inawezekana kuna silaha imetengenezwa kwa ajili ya kukuangamiza wewe, kwa ajili ya kukuletea mateso, kwa ajili ya kukuletea shida. Mungu anasema, lakini nimemuumba muharibu ili aweze kuharibu hizo silaha katika jina la Yesu. Haleluya. Silaha yoyote ile itakayotumika kwako haitafanya kazi. Ndio maana imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Haleluya. Silaha zote ambazo zinaweza zikakuletea mateso, japo hazitakuua, kwako wewe hazitafanya kazi. Hasa silaha sio ya kuua tu. Wanaweza wakatumia hila ili kukutesa nafsi. Haleluya. Wakakutungia uongo, kitu ambacho hukufanya. Wakatunga na kukupeleka mahakamani na kukupeleka kwenye vikao. Kila mahali utakapopelekwa utakuwa unashinda. Badala ya aibu watakuwa wanakuongezea hekima, wanakuongezea sifa. Haleluya. Maana watakapokupeleka kesi ya kwanza, Mungu anasema usijiulize utakapojibu. Roho Mtakatifu atakufundisha saa ile ile. Yale maneno ambayo Roho Mtakatifu atayatumia kushinda hiyo kesi, si utakuwa umeyasema wewe, utakuwa umeisha yajua, utakuwa umeongezewa maarifa. Halafu watakuheshimu na kukuogopa zaidi. Kwa ndio maana usiogope matatizo, usiogope tatizo, usiogope kutungiwa maneno, kutungiwa hila. Kuna watu hapo wanataka kuishi kama binti Sayuni, yani asiguswe, yeye anakaa tu. Utakufa mjinga, utakuwa uelewi dunia hii ilivyo, utakuwa mzee mpumbavu. Wakati wa uzee wako watu hawatakuja kuchukua ushauri kwako kwa sababu huyajui mambo. Sisi tunapitia songo mbingo nyingi, hata shika nguo kuchanika, ili tuwe wazee wenye hekima kama Sulemani. Watu watoke kila kona kwenda kuuliza, hapa ndio unafanya nini? Unaambia tulia, hapa unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi, na anatoka salama katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hasa tuende, kwa sababu hapa tuna wanafunzi na wanaendelea na mitihani sasa hivi ya taifa ya form 4. Haleluya. Nimeandika hivi, ingawa watu wanafeli mitihani, mimi nitafaulu. Katika watu watakaofeli mimi simo. Katika watu watakaofeli wewe haumo.
Sasa hivi hapa tumeanza kupigiwa simu. Mtihani wa taifa ambao ulikuwa umefanyika wa darasa 7. Watoto wote wanaosali kanisa hili wote wamefaulu. Haleluya. Tena wote wamefaulu kwa daraja B, wote. Sijawahi kuona mtu anafeli hapa darasa la 7, sijawahi kuona. Form 2 sijawahi kuona. Form 4 sijawahi kuona. Form 6 sijawahi kuona hapa. Hata mwenye degree anapotaka kuupgrade kwenda masters au wa masters kwenda kusoma PhD, akija kwangu lazima afaulu. Amina. Na hata aliyefeli mwanzo akija, nina majina yao kabisa. Amekwenda amefanya kila njia, anafeli kila mwaka, anafeli, anashindwa kuitwa profesa. Basi anakuja kuniona mimi. Amina. Haleluya. Kwa hekima ya mbinguni, kwa maarifa ya mbinguni, kwa akili ya mbinguni, akienda tena anakwenda kufaulu, ndo anapata huo profesa, lakini kwa sababu amepitia kanisani, katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini watu wanafaulu? Ni kwa sababu wamejua maarifa ya nani? Ya Mungu. Mungu amesema kwenye Methali 3 ule mstari wa 5 mpaka wa 7. Mungu anaelewa watu wote ni wapumbavu. Hebu mwambie mwenzio, Mungu anaelewa watu wote ni wapumbavu. Wakitumia akili zao watakwama tu. Haleluya. Ndio maana amesema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako, kwa sababu akili zako ni pumbavu. Katika kila jambo mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Usijione mwenye hekima machoni pako wewe mwenyewe. Mche Bwana ukajiepushe na uovu. Wewe unafikiri kwa nini Mungu amesema hivyo? Anaelewa pasipo Mungu hakuna mtu anayeweza kitu chochote. Sasa watu wanaosalimu amri wao wenyewe kwa Mungu na kusema najiona sitaweza, akili yangu haitaweza kushindana na nini? Na huo mtihani. Naomba akili ya mbinguni. Ndio maana wanafaulu katika kanisa hili kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Luka 24:45 imeandikwa, akawafunulia akili zao wapate kujua maandiko. Akawafunulia akili zao wapate kuyaelewa hayo maswali na majibu yake. Anasema Roho Mtakatifu atakufundisha saa ile ile. Kwenye Luka 12 mstari wa 11 na 12 anasema, mtakapopelekwa mabarazani na katika masinagogi, msijiulize kwa kuwa Roho Mtakatifu atakufundisha saa ile ile. Roho Mtakatifu wa kanisa hili, unapokuwa kwenye mtihani, anakufundisha pale pale hata mambo ambayo walimu wako hawajakufundisha. Kwa hiyo unafaulu kwa jina la Yesu. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20, kwa sababu kuna wanafunzi wanaendelea na mitihani. Anasema, nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili. Mungu ana akili kupita viumbe vyote. Akili za viumbe vyote zikichanganywa pamoja bado ni wapumbavu. Haleluya. Sasa tazama hapa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 20. Mungu huwa anaweza kukupa akili ukafaulu. Nasoma kwa jina la Yesu. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndio Mungu wa kweli na uzima wa milele. Haleluya. Mungu ana akili sana. Ana akili sana. Na kupitia Roho Mtakatifu anaweza kukufundisha ukiwa unafanya pepa ya mtihani wa taifa au mtihani wowote au interview ya kutaka uajiriwe kwenye kazi fulani. Roho Mtakatifu huwa anasaidia. Ndio umesema msitumie akili zenu. Tumia akili ya nani? Ya Mungu, ambayo ni ya hali ya juu kupita hiyo ya kwako na ya yule aliyetunga mtihani. Yeye pia ni mpumbavu vile vile. Hasa kauleta ujinga wake, utakutana na akili ya Mungu. Halafu unafaulu kwa division 1 au division 2 kadiri atakapokupangia Mungu mwenyewe. Haleluya.
Kwa hiyo wanafunzi kwa neno hili wanaofanya mtihani wa form 4, hebu simameni hapa hapa. Hiyo unadaka sasa hivi. Sema hivi. Inawezekana kuna watu wengine wanatumia akili zao kwenye mtihani wa taifa. Mimi natumia akili ya mbinguni, akili ya Mungu. Roho Mtakatifu atanifundisha saa ile ile majibu na nitafaulu. Na tumaini langu mimi nimeliweka kwa Mungu. Ndio maana siogopi mtihani. Ninauendea kwa jina la Bwana. Nauendea kwa jina la Bwana. Kwa hiyo nitafaulu sana katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya. Mimi na wewe. Ana mistaki ubinafsi. Mimi na wewe tutafanikiwa sana maeneo yote katika jina la Yesu. Sio kwa uwezo wetu, sio kwa nguvu zetu, sio kwa ujanja wetu, sio kwa kuwategemea wanadamu. Mimi na wewe tutafanikiwa sana katika jina la Yesu. Haleluya. Waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 2. Ana mlango mmoja. Pameandikwa hivi. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho yako inafanikiwa namna gani? Inapolipokea neno la Mungu, roho yako inabadilishwa, inafanana na roho ya Mungu. Kwa hiyo roho ya Mungu haijawahi kufeli, haijawahi kushindwa, haijawahi kuaibika. Kwa hiyo utafanikiwa maeneo yote katika jina la Yesu, na ni Mungu amesema na hakuna wa kupinga. Haleluya. Ndio maana kwenye Yoshua 1 mstari wa 5 mpaka wa 7, hapa ninatamani nisome. Yoshua 1 mstari wa 5 mpaka wa 7. Yoshua 1 mstari wa 5 mpaka wa 7. Hebu tusome kwa pamoja. Sema hivi. Hapata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hilo tu, wala si jingine, katika jina la Yesu. Haleluya. Hasa tunamalizia ule mstari nao upenda sana mimi. Kumbukumbu 15 mstari wa 4 mpaka 6. Mstari huu hata nilipofundisha masomo ya nyuma nilisema ninaupenda sana. Haleluya. Nasoma tena katika jina la Yesu. Lakini hawatakuwako maskini kwenu. Narudia. Lakini hawatakuwako masikini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako, kwamba utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote ni kuagizayo leo kuyafanya. Kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa wewe. Tena utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu alibariki neno lake. Haleluya. Haleluya. Hapata kuwepo maskini, kwa sababu fedha ni mali ya Bwana, dhahabu ni mali ya Bwana, ardhi ni mali ya Bwana, uchumi wote ni mali ya Bwana, na sisi ni watoto wa Bwana. Na Bwana na sisi ni kitu kimoja. Sisi ni mwili wa Kristo. Kama sisi ni mwili wa Kristo, vitu vya Kristo ni vya kwetu. Hasa huwezi kuwa masikini hata kama unaupenda, kwa sababu utauaibisha mwili wa Kristo. Maana kuna mwingine anasema mimi mdogo bwana, sisi tumezoea kwenye ukoo wetu. Wewe hauko kwenye ukoo huo katika jina la Yesu. Haleluya.
Sasa utafanikiwa siku zote ni wewe kuelewa neno hili na kuliweka moyoni. Uwe na uhakika kwenye moyo wako kwamba we sio maskini, we ni tajiri. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu imeshazoeleka, viongozi wetu wanasema nchi hii ni maskini na watu wake wanaambiwa ni maskini, lakini sio wewe wala sio mimi. We ni raia wa mbinguni. Haleluya. Unategemea uchumi wa serikali ya mbinguni ambao haujawahi kuanguka na hautaanguka, ambao bajeti yake imejaa tele, ambao utajiri wake haupimiki, hauna hesabu. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima, ni amri, ni sheria na ni hukumu wewe kuwa tajiri katika jina la Yesu. Haleluya. Sio tajiri mdogo mdogo milionea. Usiwaze mawazo madogo ya milionea. Usiwaze mawazo madogo ya bilionea. Bilionea ni mtu mdogo kwako. Wewe ni zilionea. Haleluya. Na tarakimu hiyo watu wengi hawaijui. Haleluya. Hebu mwambie mwenzio, mwambie mimi ni zilionea. Tarakimu hiyo mitaani haipo. Ndio tarakimu ya mwisho kabisa ya hesabu za hapa duniani. Zilionea. Haleluya. Zilionea manake ni kubwa mno kuliko trilionea. Manake kuna milionea, kuna bilionea, kuna trilionea. Sasa ya mwisho ni zilionea. Pesa mingi kiasi kwamba zilionea akitaka kukomesha jeuri yako anakwambia nenda kahesabu pesa zangu. Hutaweza kumaliza. Utaanza kulia, nitafutia adhabu nyingine hata ya kulima. Mimi siwezi bwana, nimechoka. Haleluya. Sasa kufikia hapo nilikuwa nafundisha huku tunakiri hilo neno. Haleluya. Hatuwezi kusema tena tunaanza maombi, ila mimi nitakuwa nakutabiria wewe maisha yako kupitia somo hili. Haleluya. Hasa tusimame. Mimi nitakutabiria mimi. Haleluya. Sasa wewe tulia, pokea haki zako kutoka kwa Muumba wako. Hasa kazi yangu mimi nikisema, wewe unasema napokea. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Tumesema hivi, watu wanakufa na kweli wanakufa. Wanakufa kwa magonjwa ya Ebola. Ugonjwa huo hautakupata wewe katika jina la Yesu. Ebola haitakupata katika jina la Yesu. Ukimwi hautakupata katika jina la Yesu. Na hata kama ulikuwepo, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akomboa uhai wako na kaburi katika jina la Yesu. Haleluya. Ukimwi haupo kwenye damu yako tena katika jina la Yesu. Ukimwi haupo tena kwenye damu yako katika jina la Yesu. Ukimwi hautakuua katika jina la Yesu. Uhai wako umekombolewa na kaburi katika jina la Yesu. Kansa haimo kwenye damu yako. Kansa haimo kwenye damu yako. Kansa haimo kwenye damu yako. Hutakufa kwa pressure katika jina la Yesu. Hutakufa kwa kisukari kwa jina la Yesu. Hutapata ugonjwa. Hutapata sickle cell. Haleluya. Haleluya. Tumesema watu wengine wanaangamia kwa sababu ya ajali. Ajali yoyote ya barabarani, ya angani na ya majini haitakupata katika jina la Yesu. Hutakufa kwa ajali kwa jina la Yesu. Safari yoyote ndefu au fupi utakwenda na kurudi salama kwa jina la Yesu. Hutarogwa na wachawi katika jina la Yesu. Uchawi hautakuweza kwa jina la Yesu. Ushirikina hautakuweza katika jina la Yesu. Roho ya mauti haitakuweza kwa jina la Yesu. Kifafa na kichaa havitakuweza kwa jina la Yesu.
Watu wote wanaokufa kwa sumu, wewe hutakufa kwa jina la Yesu. Madawa makali hayatakuua kwa jina la Yesu. Hali ya hewa mbaya haitakuua kwa jina la Yesu. Mambo yoyote yanayoonea wengine hayatakuweza wewe katika jina la Yesu. Hutaonewa. 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 Haki zako zote utazipata. Haki zako zote utazipata. Majaribu yote utashinda. Mitihani yote utafaulu. Maisha yako yatakuwa ya hali ya juu. Utakuwa umebarikiwa. Utakuwa tajiri sana. Fedha na dhahabu ni mali yako. Wewe ni mwili wa Kristo. Yale yote ya Kristo ni ya kwako. Wewe uko juu sana kuliko mashetani, kuliko mapepo, kuliko majini, kuliko wachawi, kuliko nguvu za giza. Utakanyaga nguvu zote za yule adui katika jina la Yesu. Maisha yako yatakuwa bora. Maisha yako yatakuwa bora. Utafanikiwa katika maeneo yote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Piga kelele mbele za Bwana. Unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia simu zifuatazo. Kwenye mtandao wa Vodacom tunazo simu mbili, 0767 40 97 40 na 0767 40 98 40. Na kwenye mtandao wa Tigo unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia simu 0715 40 98 40. Na hali kadhalika kwenye mtandao wa Airtel unaweza kutupata kwa simu 0784 40 98 40. Na pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia email zifuatazo. Ya kwanza ni amikiambari@yahoo.com na email ya pili ni amikijd@gmail.com. Na kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook unaweza kutupata kwa kuandika facebook.com/ambari.yamiki. Na pia unaweza kupata video zetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika youtube.com/user/Amiki Ministries. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia barua kwa kuandika tu Pastor Amiki, sanduku la barua 8914 Moshi, Tanzania. Mungu akubariki na uendelee kujifunza neno la Mungu kupitia huduma yetu.